Tusaidie Bwana kuweza kuyasikia na kuyaelewa yote ambayo Bwana utakwenda kusema nasi katika siku ya leo. Pokea sifa na utukufu Bwana, maana utanitumia mtumishi wako sawasawa na yote ambayo Bwana umekusudia kwa ajili ya kulijenga na kulihudumia kanisa lako. Asante kwa wote wanaotufuatilia na kutusikiliza. Asante kwa wote waliopo kanisani katika ibada wakati huu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba tukiamini. Amen. Nisaidie kuchukua Biblia yako na mahali pako pa kuandika tunapoanza kwenda kujifunza maneno ya Mungu katika siku ya leo. Tunaendelea na somo letu ambalo tunakuwa tunajifunza kwa takribani wiki ya 7 sasa, na ikiwa ni sehemu ya 5 ya somo hili ambalo tumekuwa tunajifunza linaloitwa Mkristo na maisha ya maombi. Mkristo na maisha ya maombi. Ni wiki ya 7 sasa mfululizo, tunaelekea ya 8. Tumekuwa tumekaa hapo kwenye eneo la Mkristo na maisha ya maombi, ikiwa ni sehemu ya 3, ikiwa ni sehemu ya 4 kama sio ya 5 ya mfululizo wa somo hili ambalo tumekuwa tunajifunza. Mara ya mwisho tulipokuwa tunaangalia katika ibada iliyopita, tulianza kujifunza kwa habari ya mambo muhimu kila muombaji kuwa nayo. Mambo muhimu kila muombaji kuwa nayo. Tulipokuwa tunaangalia maandiko, tuligundua mambo kadhaa muhimu ambayo Mungu ameyaweka kama standard kwenye maisha ya muombaji na kwa maisha ya mtu anayeomba ili apokee majibu ya maombi yake kutoka kwa Mungu. Jambo la kwanza ambalo tulilitazama kwa kina na kwa upana zaidi kutoka katika maandiko, tuliona jambo la kwanza ni imani ya Mungu kujibu tunayomwomba. Imani ya Mungu kujibu tunayomwomba. Maandiko yanasema yeyote amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na huwapa thawabu wa mtafutao. Kwa hiyo pale Biblia imeweka standard ya kwamba imani ni mkono wa kupokea yale ambayo Mungu anayo kwenye hazina yake kwa ajili ya maisha yetu. Na tulitazama na kuichambua imani kwa kina sana. Lakini pia tukaendelea mbele zaidi, tukaangalia requirement ya pili ambayo ni muhimu sana kila muombaji kuwa nayo. Tukaona ya pili ni utayari wa Mungu kufanya katika namna anayoona bora kuhusu mahitaji yetu. Ni utayari wa Mungu kufanya sawasawa na namna ambayo Mungu anaiona kuwa bora kwenye maisha yetu. Naomba nitulie hapo kidogo alafu tutaendelea. Tulizungumza katika wiki iliyopita tukasema kila ambacho tunataka Mungu afanye kwenye maisha yetu, kila ambacho tunatamani Mungu afanye kwenye maisha yetu, Mungu analo wazo lake na namna yake anayoiona bora kwenye mambo yetu. Yaani kila wakati tunapokwenda kwa Mungu na kuzungumza naye, tunapomweleza mahitaji tulio nayo, ni muhimu zaidi kujua ndani ya mioyo yetu ya kwamba katika hayo tunayoyaomba Mungu analo wazo lake na anayo namna yake anayofikiria ya kufanyika kwenye maisha yetu. Lakini pia tukaenda mbele zaidi tukasema maombi hayabadilishi wazo na njia za Mungu kuhusu maisha yetu, ila kuomba kunatoa nafasi ya sisi kutambua na kuelewa mawazo na njia za Mungu anazotaka kutumia kufanya mambo kwenye maisha yetu. Unapochagua kuwa mtu wa maisha ya maombi, ni lazima ufundishe moyo wako kuwa tayari kumruhusu Mungu kufanya kwenye namna anayoona yeye kuwa ni bora kwenye maisha yako. Ni jambo la msingi sana. Na tuliangalia mfano wa mtu mmoja anayeitwa Naamani, ambaye huyu Naaman alikuwa ni mjemadari wa jeshi la Shamu. Biblia inasema kupitia yeye Mungu aliwapa Washami ushindi, lakini alikuwa na changamoto ya tatizo la ukoma. Biblia inasema akaambiwa na moja ya binti wake wa kazi ya kwamba katika nchi yetu yuko nabii anaitwa Elisha.
huyu mtu analo neno la Mungu, huyu mtu anayo nguvu ya Mungu ya kukusaidia kupona tatizo lako. Naomba niwaambie kitu, watu wa Mungu. Kuna wakati Mungu anapotaka kuyasaidia maisha yako, anaweza asilete watu watakaokupa fedha kwenye mikono yako, ila atakupa watu watakao kuonesha njia ambayo ukipita unaweza kufika mahali ambapo pesa isingeweza kukufikisha. Mmenisikia nilichokisema? Kuna wakati Mungu akitaka kuyasaidia maisha yetu, anaweza asitupe watu wenye fedha katika mikono yao, ila anaweza kutupa watu wanaoijua njia ambayo tukiendea na kupita tunaweza kufika na kuyapata mambo ambayo watu ambao wangetupa fedha zisingeweza kutusaidia. Nanielewa Biblia inasema akamshauri, akakubali. Naaman akaenda kwa Elisha. Alipoenda, Naaman alipofika pale alikuwa na matazamio na matarajio yake. Elisha akaja tofauti na alivyofikiria. Akamwambia, nenda kamwambie, anamtupa kijana wake Gehazi, nenda kamwambie Naaman aende katika mto Yordani akaoge mara 7 na nyama ya mwili wake, tatizo lake la ukoma litaondoka. Biblia inasema Naaman akakasirika, akasema, kwanza mimi nilitarajia kwa nafasi yangu na cheo changu angetoka kuja kuniona, angekuja tuzungumze, angeweka mikono juu ya tatizo langu la ukoma, ningepona. Wale watu wakamwambia, je, unaona shida gani kutii kile ambacho amekuelekeza? Ndipo baada ya hapo Naaman akakubali, akaenda katika mto Yordan, akanawa mara 7 sawasawa na maelekezo ya mtu wa Mungu Elisha. Biblia inasema ukoma wake ukaondoka. Naaman ni mfano wa maisha ya Wakristo wengi ambao huwa mnaenda mbele za Mungu kuomba mkiwa mna namna yenu ambayo mmeshahitimisha mnayotaka Mungu afanye. Kuna wakati Mungu atafanya sawa na unavyofikiri, kama unachofikiri kinakubaliana na mapenzi yake. Na ukiona Mungu anafanya kwenye namna tofauti na matarajio yako, tafsiri yake kuna kilicho bora anachotamani uwe nacho kuliko vile unavyowaza kwenye fahamu zako. Inua mikono yako na ukiri maneno haya: Roho wa Bwana, nisaidie kuwa mvumilivu na kukubali wazo la Mungu katika maisha yangu. Kila wakati jibu la Mungu litakapokuja tofauti na matarajio yangu, nisaidie kuliamini na kulielewa ili kuliruhusu linipe matokeo mazuri kwenye maisha yangu. Kwa hiyo moja ya hitaji la msingi na la muhimu sana unapokuwa unamuomba Mungu ni utayari wa moyo wako kukubali Mungu kufanya kwenye namna ambayo Mungu anaona kuwa ni bora kwenye maisha yako. Lakini tukaenda mbele zaidi, tukaanza kuangalia mambo yanayoweza kusababisha Mungu kujibu tofauti na matarajio yetu. Mambo yanayoweza kusababisha Mungu kujibu tofauti na matarajio yetu. Mambo yanayoweza kusababisha Mungu kujibu tofauti na matarajio yetu. Na tuliangalia mambo kadhaa ambayo natamani tuyarudie kwa haraka, alafu baada ya hapo tuendelee tena katika vitu vingine ambavyo vitatujenga na kutusaidia zaidi. Tuliona jambo la kwanza linaloweza kufanya Mungu kujibu tofauti wakati mwingine na matarajio yetu ni namna ambavyo Mungu anatujua kuliko tunavyojifahamu. Ni namna Mungu anavyotujua kuliko tunavyojifahamu. Na tuliona ukweli huo kwenye kitabu kile cha Kutoka 13 mstari wa 17 mpaka mstari wa 18. Kutoka 13 mstari wa 17 mpaka mstari wa 18. Tukaona pale namna ambavyo wana wa Israeli walipotoka kulikuwa na njia iliyokuwa njia
fupi, lakini Mungu hakuwapitisha kwenye ile njia fupi, akawazungusha na kuwapitisha njia ambayo ilionekana kuwa ni ndefu zaidi. Alafu Biblia inasema sababu ni nini? Anasema Mungu alijua ya kwamba watakapokutana na maadui njiani hawatakuwa na uwezo wa kupigana vita na kuwashinda kwa wakati ule. Kuna wakati unaweza ukahisi unajifahamu kwa kina sana. Mungu anatuelewa kwa undani kuliko vile tunavyodhani, kuliko vile tunavyofikiri. Kuna wakati tunaweza tukaomba na asifanye kwenye namna yetu tunayoitamani. Ni kwa sababu akituangalia kwa undani anagundua akifanya kwenye namna tunayoitaka, kuna namna itatusumbua baadaye. Bwana asifiwe. Tukaona jambo la pili ambalo linaweza kumfanya Mungu kujibu tofauti na matarajio yetu. Jambo la pili ambalo linaweza kumfanya Mungu kujibu tofauti na matarajio yetu ni Mungu kutaka kushughulikia kiburi cha uzima ndani yetu. Mungu kutaka kushughulikia kiburi cha uzima ndani yetu. Na tuliangalia pale mambo kama matatu ambayo kiburi cha uzima huwa kinaweza kufanya ndani ya mtu. Sasa kutokea hapo nataka nikuongezea andiko jingine ambalo hatukulizungumza kwenye wiki iliyopita. Natamani tuanzie hapo, na Bwana akitupa neema tutaendelea zaidi kuangalia maeneo mengine. Kwenye kitabu kile cha Waamuzi sura ile ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 8, tuanzie hapo. Waamuzi sura ile ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 8. Biblia inasema, kisha Yerubaali yani Gideoni na watu wote waliokuwa pamoja naye wakaondoka mapema, wakapiga kambi yao karibu na kijito cha Harodi, na kambi ya Wamidiani ilikuwa upande wao wa kaskazini karibu na mlima wa More bondeni. Bwana akamwambia Gideoni, watu hawa walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatia Wamidiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Basi sasa enda tangaza habari masikioni mwa watu hawa na kusema, mtu awaye yoyote anayeogopa na kutetemeka na arudi aondoke katika mlima wa Gileadi. Ndipo watu 22,000 wakarudi katika watu hao, wakabaki watu 10,000 tu. Tutulie hapo. Biblia inasema ilikuwa ni wakati ambapo Gideoni anakwenda kwenye zoezi lake la kwanza, ambapo ametiwa mafuta na Mungu ili kuwa mwamuzi wa Israeli. Anatumwa kwenda kupigana na Wamidiani. Amejichukulia jeshi la watu wengi, akiamini ya kwamba ushindi wake unatokana na wingi wa jeshi alilonalo kwenye uwezo wake. Biblia inasema Mungu alipokuja akaja tofauti na mawazo yake. Akamwambia, watu ulio nao ni wengi, ninaomba watu hawa wapungue. Sharti la kwanza anamwambia, yeyote kawatangazie na uambie, ambaye ana hofu na anaogopa arudi nyuma, aende asiambatane pamoja nawe. Lile tangazo lilipotoka, watu 22,000, wanajeshi 22,000 walirudi nyumbani. Mwambie mwenzako, muda huwa haudanganyi. Unajua kuna wakati kwenye mambo fulani kwenye maisha unaweza ukatazama na ukajihisi ni kama una watu wengi walio upande wako, ni kama una wengi ambao wamemaanisha kwenye kile ulichokifanya, ila muda una tabia ya kuongea na kuwachuja watu kulingana na waliokusudiwa kwenye maisha yako. Watu 22,000 wanajeshi wakarudi nyuma. Tuendelee. Mstari wa 4, wakabaki watu 10,000. Bwana akamwambia Gideoni, hata sasa watu hawa ni wengi mno, uwalete chini majini, nami nitawajaribu huko kwa ajili yako. Kisha itakuwa ya kwamba yule nitakaye kuambia huyu atakwenda pamoja nao, ndiye atakaye kwenda pamoja nao, na mtu yule nitakaye kuambia huyu hatakwenda pamoja nao, basi mtu huyo hatakwenda. Mungu anamwambia Gideoni, watu 10,000 ulio nao ni wengi bado. Mimi sihitaji watu wengi namna hiyo. Israeli wasije wakatawaliwa na kiburi cha uzima,
wasije wakafikiri ni wingi wa wanajeshi waliokuwa nao na wingi wa silaha katika mikono yao ndio ambao uliwapa ushindi walioupata kwenye maisha yao. Nisikilizeni niwaambie, unajua kwa nini Mungu alitaka ajitukuze kwenye mioyo ya Waisraeli? Kwa muda mrefu walikuwa wameonewa na Wamidiani na kuteswa. Mungu ameinua shujaa katikati yao. Mungu anataka mioyo yao ijue na itambue ya kwamba ushindi wanaoupata haukutokana na wao, ulitokana na msaada wa Mungu na sio nguvu zao. Naelewa Nikagundua jambo. Kila wakati Mungu anapotaka kutufanikisha kwenye maisha yetu, moja ya eneo ambalo atakazana nalo kushughulikia ndani yetu ni eneo la kiburi cha uzima mioyoni mwetu. Okay? Kaambia watu ni wengi sana. Ni wengi mno. Mstari wa 5. Basi akawaleta watu chini majini. Bwana akamwambia Gideoni, kila mtu atakayelamba maji kwa ulimi wake kama vile alambavyo mbwa, huyo utamweka kando. Kadhalika kila mtu apigaye magoti kunywa. Na hesabu ya hao waliokunywa kwa kulambalamba wakipeleka mkono kinywani ilikuwa watu 300, bali watu wengine wote walipiga magoti kunywa maji. Bwana akamwambia Gideoni, kwa watu hawa 300 waliolamba maji nitawaokoa, nami nitawatia Wamidiani katika mikono yao, lakini hawa watu wote wengine na waende zao, kila mtu mahali pake. Biblia inasema Mungu akajichagulia watu 300 katika watu 10,000. Maana yake watu 9,700 waliondolewa kwenye orodha, wakabaki watu 300. Na ukiendelea hapo kusoma, Biblia inasema walipoenda kwenye ile vita walishinda na kupata ushindi mkuu. Kwa nini Mungu alijibu tofauti na matarajio na matazamio ya Gideoni? Mungu alitaka moyo wa Gideoni na Waisraeli ujue ya kwamba msaada wao unatokana na Mungu na sio katika namna au nguvu walizokuwa nazo. Mungu alitaka kushughulikia kiburi cha uzima ndani yao. Kuna wakati Mungu atafanya mambo tofauti na matarajio yako, ili watu watakapokuuliza moyo wako uwe unakumbuka na unajua ya kwamba haikuwa mipango wala mikakati yako, ila ilikuwa ni msaada wa Mungu kwenye maisha yako. Tunaenda pamoja Tunaenda pamoja Okay. Naomba tuendelee tena mbele zaidi. Katika mambo kadhaa hapa ambayo ninaamini kwamba yatakusaidia. Tunaenda kwenye sababu ya ngapi? Ya 3 Sababu ya 3 inayoweza kumfanya Mungu ajibu tofauti na matarajio au matazamio yetu. Jambo la 3 ni njia ambayo Mungu amekusudia tupite kwenye safari ya maisha. Njia ambayo Mungu amekusudia tupite kwenye safari ya maisha. Iko hivi. Tunaweza kufanana kwenye kilele cha hatima ambayo Mungu amekusudia tufike kwenye maisha, ila tunaweza kutofautiana kwenye njia ambayo kila mmoja atapita ili afike ambako Mungu amekusudia afike kwenye maisha. Naomba nirudie. Tunaweza kufanana kwenye lengo ambalo tunataka kulifikia kwenye maisha, lakini tukatofautiana kwenye njia ambayo Mungu amekusudia tupite ili kufika tunakotakiwa kufika kwenye maisha. Na ndio maana watu wa Mungu, wanangu, niwaombe sana, moja ya kitu cha kuepuka kwenye maisha ni kuishi kwa kujilinganisha na wengine. Ukitaka kuishi maisha ya furaha katika Ukristo wako, jifunze kuwa mtu wa kuto kujilinganisha na wengine. Tunaweza kufanana kwenye lengo tunalotamani kulifikia kwenye maisha, ila tukatofautiana kwenye njia ambazo Mungu amekusudia tupite ili tufike tunakotakiwa kufika kwenye safari ya maisha.
Kwa hiyo ukiishi maisha ya kujilinganisha na wengine, itakunyima furaha, itakufanya ujione mnyonge, itakufanya uone ya kwamba hakuna kitu ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yako. Naomba tuangalie maandiko kadhaa hapa yatakayotutia nuru. Mithali 16 na mstari wa 9. Mithali 16 na mstari wa 9. Biblia inasema, moyo wa mtu huifikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Anasema moyo wa mtu huwa unafikiri njia zake, ila Bwana huwa anaongoza hatua. Moja ya ombi muhimu kama muombaji ni kuomba Mungu ausaidie moyo wako kuamini njia za Mungu atakapoongoza hatua zako, ya kwamba zimekusudia kukufikisha kwenye mwisho ulio mzuri. Kuna watu watapita kwenye njia ndefu na kuna watu watapita kwenye njia fupi. Ishu ni kumwamini Mungu katika njia aliyoiamini upite kwenye maisha yako. Tunaweza kuwa na shauku ya kufika kunakofanana, lakini kila mmoja Mungu ana njia zake na ataongoza hatua zake. Ni jambo la msingi sana, kwa sababu usipoelewa, shetani atakudhoofisha, atakufanya ujione mnyonge, atakufanya uone ni kama hakuna Mungu ambacho amefanya, ukiyalinganisha maisha yako na watu wengine. Angalia Yeremia 10 mstari wa 23. Yeremia sura ile ya 10 na mstari wa 23. Biblia inasema, Ee Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haiko katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Naomba tuangalie pia kitabu cha Mwanzo sura ile ya 37. Hatutasoma, nitakuelezea. Mwanzo 37 mstari wa 5 mpaka mstari ule wa 28. Mwanzo 37 mstari wa 5 mpaka mstari wa 28. Iko hivi, nisikilize vizuri. Njia na namna ya Mungu inaweza isieleweke mwanzoni, lakini huwa inaeleweka sana mwishoni. Njia na mawazo ya Mungu vinaweza visieleweke sana mwanzoni, ila ueleweka sana mwishoni. Njia na mawazo ya Mungu juu yako vinaweza visieleweke sana mwanzoni, ila huwa vinaelewekaga sana mwishoni. Kwenye hilo andiko tunamuona Yusufu akiwa amepewa ndoto na maono ya kwamba atakuwa mtu mkubwa, ndugu zake watamuinamia. Baada ya hapo Mungu anaanza safari naye. Kwa hali ya kawaida ukitazama ni kama njia yake haikuwa rahisi. Anauzwa na ndugu aliyowapenda, wanapelekwa utumwani. Anakwenda kwenye nyumba ya Potifa, anasingiziwa, anakwenda gerezani. Anatoka gerezani, anaenda ikulu na kuwa kiongozi kwenye taifa la nchi ya ugeni. Miaka mingi ya kusafiri kwake. Na ukisoma maandiko vizuri utagundua, alipokuwa anapewa ile ndoto alikuwa na umri wa miaka 17. Ndoto ilipotimia, Biblia inasema alikuwa na umri wa miaka 30. Miaka 13 anasafiri kwenye njia yenye vurugu na kutokueleweka, lakini nilipenda jambo moja. Alipokuwa kwa Potifa, Biblia inasema Bwana alikuwa pamoja naye. Alipoenda gerezani, inasema Bwana alikuwa pamoja naye. Kumbe katika njia iliyoonekana kuwa haieleweki, bado mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Anielewa sijui? Ndiyo njia ambayo Mungu alikusudia apite. Kwa hiyo kwenye maisha yako kuna wakati Mungu anaweza akafanya vitu tofauti na matazamio au matarajio ya wengi, kutegemeana na njia ambayo Mungu amekusudia upite. Njia inaweza kuonekana kuwa ni ngumu, inaweza kuonekana ni kama ndefu,
inaweza kuonekana ni kama ina vitu vingi ambavyo vinakunyima utulivu wa nje na ndani, lakini ifundishe nafsi yako kuamini ahadi ya Mungu katika kile ambacho amesema. Ukiamini kile ambacho Mungu amesema, kinachoendelea njiani hakitakusumbua, maana unajua mwisho wa siku hii ndio njia Mungu aliyoikusudia na mwisho wangu utakuwa ni mzuri. Ifundishe nafsi yako kuamini ahadi ya Mungu kwa habari ya njia unayoipitia kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja kanisa la Mungu, tunaenda pamoja watu wa Mungu. Okay, naomba nikueleze tena sababu nyingine. Ngapi? Ya 4. Okay, niandika sababu kama 8 hapa, lakini naomba nikupe 4 tu kwa leo, alafu tuendelee kwenye kaeneo kingine. Ngoja nikupe sababu nyingine hapa ya 4. Sababu ya 4 ambayo inaweza kumfanya Mungu kujibu tofauti na matarajio au matazamio yako ni wingi wa njia au namna alizonazo Mungu za kuyasaidia maisha yetu. Wingi wa njia na namna alizonazo Mungu za kuyasaidia maisha yetu. Wingi wa njia na namna alizonazo Mungu za kuyasaidia maisha yetu. Iko hivi wanangu, Mungu hataki tumfunge kiutendaji katika namna moja, ili hali anazo namna nyingi za kutenda mambo kwenye maisha yetu. Uwe unakumbuka hilo jambo kila siku ndani ya moyo wako. Mungu hataki tumfunge kwenye namna moja, ili hali anazo namna nyingi za kufanya mambo kwenye maisha yetu. Mara nyingi watu wengi tunapotaka Mungu ajibu maombi yetu, tunamfunga Mungu kwenye njia zetu na namna zetu, na kusahau kwamba Mungu anazo namna nyingi na njia nyingi anazoweza kuzitumia kutusaidia kwenye maisha yetu. Na angalia Zaburi 68 mstari wa 20, tuanzie hapo. Zaburi 68 na mstari ule wa 20. Biblia inasema hivi: Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Anasema Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Hasemi na njia ya kutoka, anasema na njia za kutoka mautini zina yeye. Maana yake Mungu ana njia zaidi ya moja anayoweza kuitumia kuyasaidia maisha ya mtu. Na kama ana njia zaidi ya moja, inawezekana njia anayotaka kuitumia kukusaidia sasa haijawahi kutumika kuyasaidia maisha ya mwingine na haipo kwenye historia. Unanielewa sijui? Ndio maana ile kwamba ugonjwa ulio nao umethibitika ya kwamba hauponi, haipasi kuamini ya kwamba hauwezi ukaishi. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Inawezekana kwa wengine ishindikana, inawezekana historia inasema kansa haiponi, sukari mtu anakufa, presha inasumbua. Njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Inawezekana haipo kwenye historia, inawezekana haijawahi tokea, lakini njia bado Mungu anayo kwa ajili yako. Moja ya kitu kinachomfanya Mungu kuwa Mungu ni kuwa na namna nyingi za kufanya zaidi ya ukomo wa akili za wanadamu. Kila wakati unapoomba, usizifunge fahamu zako kutazamia kwenye namna moja tu ya kutoka. Bana, waombaji wengi mnaomba mkiwa mmefunga fahamu zenu na kumtazamia Mungu kwenye namna moja tu mnayodhani ndio namna pekee ambayo watu waga wanasaidiwa kwenye maisha. Okay.
Tuendelee mbele kidogo. Naomba nikuoneshe mifano kadhaa hapa kwenye Biblia. Utaandika hapo kwenye kitabu cha Kutoka 14. Utasoma yote hiyo habari hapo. Nimeandika hapa nikasema, Waisraeli walikuwa wamefungiwa mbele na bahari na nyuma na jeshi la Farao. Hakukuwa na njia ya kutoka. Mungu hakuwapa mashua wala daraja. Alihakikisha anaikata bahari ya Shamu na kuifanya iwe kavu ili waweze kupita. Hebu tutulie kidogo. Israeli walipokuwa wanaangalia mbele, wanaona bahari ya Shamu. Wakitazama nyuma, wanaona adui anakuja. Mawazo yanaingia ndani yao ya kwamba hatuna namna nyingine, ni kufa tu. Mungu anamwambia Musa, waambie watu wangu waende mbele. Nini kinatokea? Mungu anafanya njia, anatengeneza historia ambayo haijawahi kuandikwa. Anaikata bahari ya Shamu katikati, anayatenganisha maji, kunapatikana nchi kavu na watu wake wanapita. Kwa nini? Mungu anayo namna zaidi ya moja ya kuyasaidia maisha ya mtu. Ndio maana wanasote wanamwambia haijaisha mpaka imeisha. Aliyekwambia hautaweza ni nani? Aliyekwambia haitawezekana ni nani? Ni kweli kwenye historia haijawahi kutokea. Ni kweli kanuni za kisayansi zinakataa, lakini njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Kwetu pasipo na njia, Mungu Yesu anaweza kufanya njia. Ni ukichaa uliopitiliza Mkristo aliyeokoka na unayeomba na unayejifunza neno kusema haiwezekani. Mara nyingi mchungaji msaidizi hapa Dr. Noeli huwa anatuambia, katika ufalme wa Mungu hakuna msamiati unaoitwa haiwezekani. Mwambie mwenzako ni hivyo. Kwenye ufalme wa Mungu hatuna msamiati unaoitwa haiwezekani. Alafu anasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Kwa nini kuna wakati Mungu anaweza asifanye kwenye namna yako? Kwa sababu ana njia nyingi zaidi ya moja za kuyasaidia maisha yako. Shida yako unaamini ni dawa pekee ndo zitakazo kuponya. Shida yako unaamini ya kwamba hilo tatizo watu wanaonekana wakipataga hawaishiki muda mrefu wanakufa. Mungu ana namna zaidi ya moja. Usifunge fahamu zako kwenye namna yako unayofikiri ndani ya moyo wako. Tuone mfano mwingine. Utaandika hapo Danieli 6 ukasome, maana ni maandiko mengi kidogo. Ukisoma kwenye Danieli sura ya 6 utaona namna ambavyo Danieli aliwekwa kwenye tundu la simba na alitazamiwa kufa. Tukisoma kwenye Danieli sura ya 6, nisikilize vizuri. Iko hivi. Danieli imetangazwa ya kwamba atatupwa kwenye tanuru, kwenye ile tundu la nini? La simba. Watu wote walitazamia na walitarajia ya kwamba Danieli atakufa. Kwa sababu tunajua namna ambavyo simba wakiwa na njaa, hata akiwa ameshiba, ambavyo nyama ikimpitia anavyotembea nayo. Kwa hiyo tayari taifa zima limeshahitimisha na kujua ya kwamba kwa tatizo hili la Danieli kufa lazima atakufa. Inawezekana ndugu zake walishaanza kuomboleza, wanajua hali ilipofika, ndugu yetu tumempoteza. Biblia inasema akatupwa kwenye tundu la simba. Sasa nisikilize vizuri. Tunatarajia kwa hali ya kawaida, kwa namna ambavyo Danieli alikuwa anampenda Mungu, na tatizo lililompata ni matokeo ya msimamo wake kwa Mungu. Kuna wale watu, yani unajua, mbona kwa Mungu nimefanya hivi, mbona Mungu nimemfanyia hivi, mbona yeye hajafanya hivi? Njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Biblia inasema vizuri. Jambo la kwanza,
Mungu hakutokea kwa kuzuia Danieli asitupwe kwenye tundu la simba. Kwa hiyo watu walipomuona Danieli akitupwa, inawezekana walisema alijifanya ana Mungu, kiko wapi? Nanielewa Nanielewa Sio anajifanyaga anaombaomba sana, kiko wapi? Mwambie jirani yako haijaisha mpaka imeisha. Jambo la pili, inawezekana walitazamia ya kwamba kama ana Mungu, akitupwa kwenye lile tundu la simba, Mungu atawaua wale simba, ili Danieli anaposhuka akute maiti ziko pale. Mara mwamba anatua anawakuta simba wako kama walivyo, wanamwangalia. Nakufikirisha tu ya kwamba kuna wakati Mungu anaweza akafanya tofauti na matazamio yetu, kwa sababu ana namna zaidi ya moja. Nilipenda sana kile ambacho Mungu alikifanya. Mungu hakuua simba wala hakuzuia Danieli kutupwa kwenye tundu la simba, ila alihakikisha anakamata vinywa vya simba visiwe na chochote cha kuweza kumfanya Danieli anapokuwa ndani ya lile tundu la simba. Na ndio maana nakwambia, ugonjwa ulioonekana kuwaua wengine bado unaweza usilete madhara yoyote kwenye maisha yako, ukapona na ukaendelea kuwa mzima. Mwambie mwenzako inawezekana. Biblia inasema wakakaa mule ndani, kama namuona Danieli alivyokuwa anacheka na wale simba, akiwaambia mlifikiri kiko wapi? Mmekaa na njaa kwa siku kadhaa mkidhani mtageuka kuwa kitoweo. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Tatizo lako ukiona namna yako ulioitazamia haijafanyika, unaanza kuhitimisha ndani yako ya kwamba nafikiri hili jambo haliwezekani. Haijaisha mpaka imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yes, Mungu ana namna nyingi za kufanya kwenye maisha yetu. Naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia sasa. Kujifunga kwenye namna yetu inaweza kuzuia msaada wa Mungu kutusaidia unapokuja kwenye maisha yetu. Andika hilo jambo unakumbuka. Kuzifunga fahamu zetu kwenye namna yetu, kutaka Mungu afanye kwenye namna ile tu tulioizoea, kunaweza kuzuia msaada wa Mungu unapokuja kwenye maisha yetu, kushindwa kuutambua na kuruhusu kutusaidia. Kujifunga kwenye namna yetu ya kutaka Mungu afanye katika namna ile tulioizoea na kuitarajia, kunaweza kutuzuia kutambua na kuruhusu msaada wa Mungu unapokuja ili kutusaidia. Akili zako zikiamini ya kwamba hili jambo hili lifanikiwe ni lazima liwe tu kwenye namna hii, ukijifunga kwenye namna yako, Mungu akija na namna yake ambayo ni tofauti na namna yako, ni ngumu sana kutambua na kukubali kuitikia. Ni ngumu sana wanangu. Ndio maana nasema ni muhimu moyo wako kuwa wazi, kuamini njia na namna za Mungu, kwa sababu ana namna zaidi ya moja anayoweza kufanya kwenye maisha yako. Okay. Ngoja nikuoneshe ukweli huo ili unielewe. Yohana sura ile ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 9. Yohana sura ile ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 9. Yohana sura ile ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 9, Biblia inasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitayo kwa Kiebrania Bezatha, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata.
Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Biblia inasema kulikuwa na mtu ambaye kwa muda wa miaka 38 amekuwa na tatizo la kupooza. Amekaa kwenye kisima ambacho Mungu huwa anaachilia nguvu zake na kushuka pale, na yeyote atakayeingia wa kwanza baada ya kuwa maji yametibuliwa, Biblia inasema aliyeingia wa kwanza alikuwa anapona. Huyu mtu amekaa miaka 38 mahali pale, hakuwahi kuona uponyaji ukimfikia, ila akaendelea kukaa. Siku moja Yesu amefika, anamuuliza, je, unataka kuwa mzima? Anaanza kuongea mambo yanayoumiza moyo wake. Anaeleza miaka mingi aliyokaa pale, namna alivyowaona wengine walikuja wakimkuta, lakini walipowahi kuingia kwenye maji wakapona wakaondoka. Aliwaona waliokuwa na hali mbaya kuliko yake, walipoingia na kumwahi wakapona wakaondoka. Kuna wakati moyo unaumia, anawaza, nina shida gani na matatizo gani? Anazungumza kwa uchungu wa moyoni. Sijui kama nazungumza na mtu mmoja hapa. Yamkini kuna namna umekaa kwenye hiyo hali kwa muda mrefu na umeomba sana. Kuna wakati unaona ni kama Mungu amenyamaza, ni kama namna zako ambazo ulizitazamia na kuzitarajia haziwaki out kabisa, hazibring matokeo ambayo ulikuwa una expect kwamba yatakuja. Naomba nikwambie, ni kweli inawezekana namna yako haijaleta, lakini Mungu ana namna zaidi ya moja. Ufanye moyo wako kuwa tayari kumpokea Kristo anapokuja katika namna anayoona inafaa kukusaidia. Yesu anamuuliza, je, unataka kuwa mzima? Yule mtu anaeleza matatizo yake. Yesu anamwambia, jitwike godoro lako uende. Alipoambiwa, huyu mtu alipona baada ya kuitikia namna ya pili iliyokuwa ina majibu juu ya swali ambalo alikosa majibu muda wa miaka 38. Fahamu zako zinapofungwa kwenye kumtazamia Mungu kwenye namna moja iliyozoeleka, hapo ndipo ambapo Mungu atakapokuja kwa namna na msaada mwingine kwenye maisha yako, itakuwa ni ngumu sana kuelewa na kuitikia. Na naomba niwaambie, uponyaji kwenye huduma ya Yesu watu walipokea kwenye namna mbalimbali. Shida ya huyu ndugu, alijifunga kwa miaka 38 akiuona uponyaji kwenye malaika anayeshuka na kutibua kisima tu. Ukisoma Biblia yako vizuri utagundua kuna wakina Bartimayo kipofu waliosikia Yesu akipita waliamua kumuita wakapona, si ndio? Kuna ambao walivizia njia ambayo Yesu atapita kama wakina Zakayo wakapata neema ya kutembelewa njiani. Kuna wagonjwa walioamua kwenda kwenye nyumba ya ibada, kwenye sinagogi, kwenda kuabudu kama yule mwanamke aliyepinda mgongo akapata uponyaji. Lakini kwa kuwa fahamu zake zilimfunga kwenye namna moja, akawa anaona uponyaji kwenye maji peke yake, alikaa kwa muda mrefu. Niko hapa kukutangazia, Yesu anayo namna moja ya kukusaidia. Unapoamua kuomba, ruhusu moyo wako kukubali namna ambayo Mungu anataka akusaidie kwenye maisha yako. Kinyume na hapo, utabaki kwenye namna yako moja ambayo imeshindwa kukupa majibu siku zote za maisha yako. Ziko namna nyingi ambazo Mungu anaweza kutusaidia na kufanya vitu kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja Andika jambo hili litakalo kusaidia. Andika jambo hili litakalo kusaidia. Maisha hutengeneza nafasi kwa watu wenye kuona njia zaidi ya moja
ya Mungu kuwafikisha wanakotaka kufika. Maisha hutengeneza nafasi kwa watu wenye kuona njia zaidi ya moja ya Mungu kuwafikisha wanakotakiwa kufika. Ikiwa fahamu zako zinaona njia moja tu, zinaona namna moja tu, wewe sio mtu wa imani. Imani ina tabia ya kumuonesha mtu njia zaidi ya moja ambayo Mungu aweza itumia kuyasaidia maisha ya mtu. Maisha huwa yanatengeneza nafasi kwa watu ambao imani ndani ya mioyo yao inawapa kumuona Mungu katika uwezekano wa kufanya zaidi ya ile kawaida moja iliyozoeleka na watu wengine kushindwa kuwapa matokeo. Ngoja nikuoneshe ukweli huo. Marko sura ile ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Marko sura ile ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Biblia inasema, akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakaitelemsha godoro aliloilalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Biblia inasema palikuwa na mtu ambaye alikuwa amepooza, akaletwa na watu mahali Yesu alipokuwepo. Inawezekana watu hawa walikuwa ni marafiki wa karibu waliompenda, ama inawezekana walikuwa ni watu tu wenye nia njema ambao walichoshwa na hali waliokuwa wanaiona alionayo, ili hali wanajua kuna mahali anaweza akapata msaada. Ndio maana nimekwambia ya kwamba Mungu akitaka kuyasaidia maisha yako, kuna wakati atakupa watu watakaokupa pesa, lakini pesa sio jibu la mambo yote. Kuna wakati Mungu atakupa watu ambao wanajua msaada wa Mungu ulipo juu ya tatizo ulilo nalo. Amepooza, hawezi. Hawa watu wakaamua kumbeba. Na nilipokuwa nayaangalia haya maandiko, nikagundua imani hakuwa nayo mgonjwa, imani alikuwa nayo waliombeba. Biblia inasema Yesu alipoiona imani yao, aliporudi kwa mgonjwa hakumwambia imani yako imekuponya. Alipoiona imani yao akawaambia umesamehewa dhambi. Maana yake tatizo alilokuwa nao lilikuwa ni matokeo ya mlango unaoitwa dhambi uliopitisha madhara aliyokuwa nayo. Mara nyingi wanawaambia watu, kuna maombi utapiga usiku na mchana, hakuna kitu kitatokea kama kilichosababisha tatizo unaloliona ni maisha yasiyofaa ya sirini. Tiba ya dhambi ni toba. Mwambie mwenzako, tiba ya dhambi ni toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema alipoiona imani ya wale watu waliompeleka, akamwambia yule mtu, umesamehewa dhambi zako. Wale watu walipofika kwenye lile jengo na ile nyumba, Biblia inasema alikuwa Yesu amezungukwa na watu wengi, hakuna nafasi ya watu kupita, lakini imani iliwaonyesha ya kwamba Mungu ana zaidi ya namna moja ya kufanya. Milango na madirisha hayawaruhusu kupita, lakini mnaweza mkavunja dari mkamuingiza ndani, atapona. Unapoamua kuomba, ruhusu imani yako kuona namna zaidi ya moja ambayo Mungu anaweza akafanya kwenye maisha yako. Tatizo lako unaomba kwa bidii, lakini unapoona namna yako haileti matokeo, namna ile iliyozoeleka na wote imeshindikana, ndani ya moyo wako unahitimisha kwamba imeshindikana. Haifanyi kazi namna hiyo. Imani yao iliona njia
mahali ambapo wengine hawakuona njia. Okay. Marko sura ile ya 5 mstari wa 24 mpaka wa 29. Marko sura ile ya 5 mstari wa 24 mpaka mstari wa 29. Marko sura ile ya 5 mstari wa 24 mpaka mstari wa 29. Biblia inasema, akaenda pamoja naye mkutano mkuu akamfuata wakimsonga songa, na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Biblia inasema palikuwa na mwanamke mmoja kwa muda wa miaka 12 ameteswa na tatizo la kutokwa na damu. Ametumia fedha na mali zote alizokuwa nazo, lakini hakupata msaada. Fedha ni nzuri tukiwa nazo, lakini kuna mahali haziwezi kutusaidia. Mwambie jirani yako, usisahau ya kwamba utajiri sio dhambi, kama ambavyo umaskini sio utakatifu, ila fedha sio kila kitu. Utajiri sio dhambi, kama ambavyo umaskini sio utakatifu, nimekuwa nawaambia, lakini fedha sio kila kitu kwenye maisha. Biblia inasema huyu ndugu ameteseka, amegharimia kila kitu. Mwanamke huyu nilimpenda kwa jambo kubwa moja au mawili aliyokuwa nayo. Jambo la kwanza, baada ya kuwa amepoteza kila alichokuwa nacho, bado aliendelea kuamini kwa habari ya kupata uzima wake hata kama hana kitu yake. Hakupoteza tumaini. Lakini jambo la pili, nilipenda kiwango cha ufahamu na uelewa mkubwa aliyokuwa nao. Alijua kabisa ya kwamba ni kweli mazingira hayaniruhusu kuchangamana na wengine. Ni kweli siwezi kumfikia Yesu, lakini ili nipone hainihitaji kwenda kumweleza Yesu na kuongea naye. Ili nipone, nikishika pindo la vazi yake tu naweza nikapona. Ngoja nikwambie, namna ya kawaida ilikuwa inamkatalia. Kwa sheria za Wayahudi alionekana najisi, asingeweza kutokea katikati ya watu, wangemfukuza. Biblia inasema bado ndani akaona ya kwamba Mungu ana njia zaidi ya moja, na njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Akapita, akapenya, akaligusa lile pindo, uponyaji ukampata. Ukifunga fahamu zako kwenye namna moja ambayo unafikiri ndo Mungu anafanyaga vitu, utachelewa sana. My friend, utachelewa sana. Utachelewa sana. Inawezekana mwanamke huyu alikuwa amesikia sana habari za Yesu, kwa kiwango ambacho zilitengeneza imani ndani yake, kwa kiwango ambacho hofu ya ugonjwa wake haikuwa tena tishio moyoni mwake. Narudia tena, mwanamke huyu inawezekana alisikia sana habari za Yesu, kwa kiwango ambacho zilitengeneza imani ndani yake, kwa kumsaidia ambapo hofu ya mauti na tatizo lake haikuwa na nguvu tena ya ushawishi ndani ya moyo wake. Unasikiliza nini kuhusu tatizo lako? Unasikiliza nini kuhusu mambo yanayokutisha na kukuogopesha? Njia rahisi ya kuikuza hofu yako ni kusikiliza taarifa zinazohusiana na tatizo lako. Andika hilo jambo wewe unakumbuka. Njia rahisi ya kuikuza hofu yangu ni kufuatilia na kusikiliza taarifa zinazohusu changamoto yangu. Njia rahisi ya kuikuza hofu yako ni kusikiliza na kufuatilia taarifa zinazohusu changamoto yako. Kila siku ukifungulia redio unasubiri vipindi vinavyozungumziaga ugonjwa wako. Kila ukienda kwenye mitandao ya kijamii unafuatilia matatizo yanayohusu hali yako. Ifike wakati dhamiria kutoka moyoni ya kwamba nitalisoma neno la Mungu na kutaka kujua Mungu anawaza nini na anasema nini kwa habari ya kinachoendelea kwenye maisha yangu.
hofu hutegemea aina ya taarifa ambayo mtu anailisha nafsi yake. Ukuaji wa kiwango cha hofu ndani ya mtu na ukuaji wa kiwango cha imani ndani yako hutegemea aina ya taarifa unazoishibisha.